pengine pia selection ya mwalimu inaweza ikawa na mwanga mkubwa. Kwanza, kwa nini nimesema mchezo huu unakwenda kungamliwa na tactical adjustment? Kwa sababu ukitazama performance ya dabi iliyopita kwa vilabu vyote viwili haikuwa performance mbaya, kuanzia eneo la defense line paka eneo la juu. Ilikuwa na faida kubwa sana kwa Simba kwa sababu ndio aliotengeneza attempt nyingi kwenda kumshambulia Yanga. Sasa cha kwenda kuongeza kwa Steve Barker ni kwenda kuongeza umakini kwenye ushambuliaji wake, lakini pia cha kwenda kuongeza ni kuendelea kutia pressure kwenye eneo la kiungo la Yanga ambalo tunaliona siku baada ya siku linazidi kuimprove. Wakati wanakutana na Yanga kwenye raundi ya kwanza ni kama Yanga ilikuwa imeslope down kipindi hicho. Dube hakuwa Dube huyu, lakini pia ukimtazama Pacome pia hakuwa Pacome huyu ambaye tunamuona kwa sasa. Alan Okello hakuwa huyu Okello, alikuwa ni kama Okello ambaye anajitafuta kujipata. Wanakwenda kukutana kesho, Okello ni kama amejipata tayari. Faida kubwa kwa Yanga, kikosi kwa hivi sasa kiko compact, ubora mkubwa. Na nimekuambia pia timu zote hizi zimekuwa zikitumia mbinu kubwa zaidi ya mipira pembeni, maeneo ya pembeni kwenye flanks zao, kwenye build up play yao. Sasa wanapoenda kwenye huu mchezo, timu zote mbili zinatakiwa kuwa imara kwenye maeneo ya fullbacks, kwa sababu ndio maeneo muhimu zaidi. Simba nimekwambia Libasege Anseura wana uhatari kubwa sana. Yani kama usipowaheshimu hawa wachezaji wana uwezo wa kukuadhibu dakika yoyote. Yanga wana uhatari maeneo hayo. Pacome Zuzwa, Alan Okello amekuwa akitokea pia pembeni na Zengeli. Lakini pia kwa hivi sasa kumeongezeka Prince Dube, miongoni mwa wachezaji ambao wameonyesha hatari kubwa zaidi kwenye finishing. Kwa hiyo ni eneo ambalo lina ubora. Kwa nini Simba na Yanga ni kama zinafanana kwenye kariba kila eneo? Ukizichambua defense line za vilabu hivi, ukatazama mfano upande wa Simba, uwepo wa mchezaji kama Ture, uwepo wa Lushain The Rock. Yanga uwepo wa Baka, anakosekana pacha mwenzie Dickson Job. Lakini uwepo wa Yasinki ama Bakari Nondo bado ni faida kwa Yanga kwa sababu wamepata nafasi ya kucheza mechi kadhaa. Lakini eneo ambalo Yanga bado inakuwa dhabiti kwao zaidi ni eneo ni uwepo wa Djigui Diarra kwenye eneo lile la nyuma, kwa sababu Diarra ni miongoni mwa goalkeeper ambao anaitengeneza ngome nyingine. Unaweza kaivuka ngome yote ya Yanga ya defense line, lakini kwenda kumfunga Diarra imekuwa ni case study nyingine. Kwa hiyo ukiwatazama Simba pia eneo lile la nyuma wamekuwa compact vizuri sana. Wana uhatari wa kuanzisha mashambulizi kupitia eneo lile la nyuma, lakini pia si rahisi mnapokuwa 1v1 kuwapita. Wamekuwa na ubora mkubwa zaidi kwenye kufanya marking yao, na Yanga vivyo hivyo. Kwa hiyo natarajia kuona ni mchezo ambao walimu wanatakiwa kuongeza tu tactical adjustment kupitia mchezo uliopita. Walimu wanakwenda kuadi tu tactical adjustment kidogo ili kuona ni wapi kufill gaps ambazo zilionekana kupitia mchezo ule. Sawa, umeongelea consistency ya mchezo uliopita kati ya Simba na Yanga kwa maana ya dabi iliyopita ya raundi ya kwanza NBC Premier League na safari hii katika Muungano Cup. Na umezungumzia sana hasa katika upande wa upande wa pembeni kwa maana ya kwamba winger back, si ndio? Nilikuwa natamani pia kufahamu hapa, tukizungumzia upande wa Young Africans tunazungumzia kuna Israel Mwenda, tunazungumzia pia Shabalala, ni watu ambao wako pembeni na ni beki, si ndio? Lakini pia tukizungumzia upande wa Simba, tukija kwa upande wa Simba tutazungumzia tunamwangalia Kibabage, yes, lakini tunazungumzia pia Neo ambaye yuko katikati akipanda na pembeni pia natokea. Unafikiri hii consistency ya mwalimu kwa maana ya Pedro, mifumo yake mara nyingi amekuwa kijaza kwa maana ya winga
unaona wanakuwa wengi zaidi. Lakini pia ukiangalia katika michezo 3-4 kwa upande wa Simba, ukiangalia mwalimu amekuwa akitumia washambuliaji wawili, lakini kwa upande wa naye pia amekuwa akitumia mawinga kwa kiasi kikubwa. Unafikiri mifumo hii kwa sababu inaendana kwa sababu ya mchezo walionao, au pengine hizi mbinu ambazo wanazitumia zinaendana kulingana na mchezo wenyewe ulivyo mgumu mbele? Ya, ukitazama namna ambavyo Yanga amekuwa akicheza kwenye wide play ni tofauti na Simba. Simba unajua amekuwa akitumia sana maeneo ya pembeni, yani wanakimbia na mipira kwenye flanks kwa wakati mkubwa zaidi. Yanga ni miongoni mwa wachezaji ambao wana cutting nyingi. Yani ukimuona Pacoma anakimbia na mpira kwenye flanks, ni wakati ambao Dube anajiposition kukureceive mpira ule, na una uwezo pia kumuona Pacoma na cutting anaanza kutengeneza nafasi kupitia eneo la katikati. Eneo hili sasa linakuwa na pengo kwa Yanga kwa sababu wanamkosa mchezaji kama Muda Mdathiri Yahya, kwa sababu alikuwa na faida kubwa sana wakati huo. Timu inakuwa concentration ipo kwenye eneo la katikati, anajiposition pia kuangalia namna gani ambavyo anaweza kareceive na mpira na ubora mkubwa pia kufanya shooting. Hivi kukosekana kwa Mudathiri Damaro, nafasi yake unaona pengo lake litakuwa limezibwa vizuri? Unajua pengo la kukosekana kwa Mdathiri anacheza hii mechi. Kwamba watu hierarchy. Mdathiri hii mechi anacheza. Tulitaka kuchanganya madensa hapa. Yupo Mdathiri, yupo kwenye huu mchezo kwa sababu uwepo wa Mdathiri kwenye hii mechi. Na unajua ukimtoa Mdathiri pa Yanga, si tu pengo la kawaida, ni pengo la kimfumo, kwa sababu wachezaji waliobaki pale Yanga wote Damaro, Duke Abuya hawachezi box to box. Yani kumuona mchezaji ambaye atakuwa kwenye box yako wakati timu inashambuliwa, atakuwa kwenye box ya mpinzani wakati timu inashambulia, ni vigumu. Mdathiri amekuwa akitekeleza jukumu hilo. Sasa kesho yupo Mdathiri kwenye eneo hili na anacheza. Ni miongoni mwa wachezaji ambao unaona kwenye box ya mpinzani, box ya kwako kama faida wakati inakabwa timu. Na si tu kuonekana, amekuwa na hatari kubwa zaidi hasa kwenye iPace yake, kilisivu mpira nani ampatia, lakini pia amekuwa na wakati mzuri pia kwenye kuscore. Kwa hiyo bado kuna hatari kubwa zaidi pia mchezo wa kesho ambao una kila kitu ndani ya timu. Unajua hizi timu haziingii na sababu yoyote. Mtazamo wa wengi pia wanadai kwamba licha ya kuwa na dabi hii ya Muungano Cup, ila kuna dabi ya wachezaji kwa maana ya Chama na Pacome Zuzo. Lakini pia ukiachana na Chama kuna Kibabage na Mwenda, lakini Suleiman Mwalimu na Dube. Sasa hizi dabi za wachezaji hapa, nikianzia hii ya Suleiman Mwalimu na Dube ni dabi ambayo inawakutanisha wachezaji ambao wamekuwa na consistency ya ufungaji. Dube amefunga kwenye mechi 2 kama sikosei za michuano hii, lakini Mwalimu pia kila mechi ya Muungano ameifungia Simba. Kwa hiyo ni tunachowadai ni consistency, kukionyesha kila ambacho amekideliver kwenye michezo hii miwili ya hatua ya mwanzo first preliminary kwenye Muungano mpaka hatua nusu finali. Ndicho ambacho tunawadai kwenda kukionyesha kwenye mechi. Dabi ni ngumu of course. Yani dabi tu kimfumo wa kawaida kusema kwamba kuna timu itaingia ipate matokeo sio rahisi, lakini ni mchezo ambao ukichukua case study ya mchezo wa kwanza na dimba ni lile lile, walimu wanatakiwa tu kufanya tactical adjustment ndogo, lakini ombi langu kubwa mchezo wa tarehe 3 usogezwe mbele kwa heshima ya dabi. Unajua tusifanye dabi kuwa rahisi sana. Hii ni dabi kubwa zaidi na ligi yetu ni kubwa barani Afrika. Kwa sasa tupo namba 6. Kama sio namba 6 namba 5 hivi kwenye ubora. Na vilabu vinavyotubeba kwenye ubora huu ni Simba, Yanga pamoja vipo, na licha kwa kuna Azam, kuna Singida, lakini dabi hii ni miongoni mwa dabi ambayo imekuwa ikileta watu pamoja wengi sana. Kwa nini ombi langu la mchezo wa ligi kuu Tanzania Bara usogezwe mbele? Cha kwanza ni kuwapa nafasi kwanza vilabu kujiandaa kikamilifu. Baada ya dabi ya kesho, vilabu vipate nafasi ya kujiandaa kikamilifu kwenda kucheza dabi ya muhimu ya ligi kuu. Hakuna muda mzuri kama vilabu vitacheza kesho ukavipa siku 3-4 vikaenda kujiandaa kwa ajili ya dabi nyingine. Lakini
hata maandalizi. Ukitazama mpaka sasa kwenye nilikuwa najaribu kufuatilia kwenye peji za Simba na wahusika wa Simba, bado hakujapostiwa kiingilio. Na uwanja ule unachukua mashabiki 10,000. Hata wakizidi ni 12,000. Ni mdogo. Kwa hiyo kuja kuwa surprise mashabiki pengine kiingilio kiwe 30,000 au 20,000 itakuwa pia ni kazi ya ziada. Natamani kuona mchezo ule. Ombi langu kwa bodi ya ligi na mamlaka husika, ziupe muda pia timu zicheze hapa, kwa sababu ni mashindano ambayo sawa yalikuwepo kwenye ratiba, ila dabi inakuwa kama surprised. Watu wengi walijua kuna mmoja atahepa kule Zanzibar, lakini wamekutana. Kukutana kwao ni faida, kwa sababu tunaenda pia kuona mpira mzuri. Lakini tunachokiangalia pia kwenye ligi kuu, natamani watu wengi hii dabi, heshima ya dabi iwepo. Unajua kuna ile dabi yenye heshima, sio dabi, hiyo dabi haizoeleki, sio kuzoeleka zoeleka. Kwa hiyo kwa sababu ya ratiba ilivyokuwa na mpangilio ulivyokuwa, natamani kuiona dabi ikipewa pia muda, dabi ya ligi kuu, ili makocha wapate nafasi pia kupumua na vikosi vyao, kwa sababu ukitazama licha ya kuwa tunakimbizana ligi kuu kwenda kumalizika mapema, bado tuna nafasi ya kuvipa hivi vilabu kutokana na namna ambavyo michezo hii ilivyo. Chezesha dabi leo, mchezo mgumu. Yani dabi hata kama ingekuwa kombe la nani la kuku, tumewakutanisha hapa, ile mechi ni ngumu tu, wachezaji wanatumika hasa. Alafu baada ya siku ngapi tena wasafiri warejea Dar es Salaam, wajiandae pia na dabi ya pili. Sasa hivi akili kubwa kwa makocha wote ni kwa mchezo wa siku ya kesho, lakini dabi, je, kwa pengine niamini mimi akili kubwa ya makocha ipo kwenye dabi ya tarehe 3. Sasa nisikilize, katika mchezo wa kesho unafikiri Mfulu Mkoko itahusika, au kwa sababu ya mchezo wa tarehe 3 NBC ndio nguvu kubwa itatumika? Wewe kwa mtazamo wako. Kwangu mimi ndo maana nimekwambia hivyo. Dabi ya akili kubwa makocha mpaka sasa, hesabu ziko kwenye dabi ya tarehe 3. Hii dabi hii ni ya heshima, lakini kuna dabi ambayo inakupa nafasi yako ya kuendelea kusalia kwenye klabu. Dabi ya tarehe 3, mfano Steve Becker apoteze ile dabi ya tarehe 3, tayari alikuwa ametengeneza mazingira magumu ya kurejesha furaha ya ubingwa ndani ya Simba. Simba mpaka sasa wanachodaiwa ni ubingwa, Yanga wanachodaiwa ni consistency ya ubingwa, utetezi, kitu ambacho kinakuwa kigumu. Lakini huku kwenye muungano ni heshima, kwamba tulikutana mtani tukamkanda mbele ya mashabiki wake na tukachukua taji. Lakini kwenye ligi kuu ndiko kuliko na nguvu zaidi. Kwa hiyo ni wakati ambao makocha kwanza wana conflict ya wanaitana internal conflict, ugomvi wa moyo, kwamba inaitwa interest, yani hiyo internal conflict, kwamba anapigana na akili yake kwamba nifanyaje haya kwenye maamuzi, nianzishe Fulu Mkoko ama niingie mtegoni. Kwa sababu kuna wakati unachezesha Fulu Mkoko wachezaji wanachoka, mechi ile ni ngumu, alafu mwisho wa siku unaporejea huko kwenye ligi kuu umepunguza nguvu kazi ya kutumika kwenye mchezo ule. Lakini ni mchezo ambao una mitego mingi zaidi. Kama wataviluka vile viunzi wakafanikiwa kuanzisha vikosi imara zaidi, uwezekano wa yule ambaye ataamua kujilipua kuchukua matokeo upo nje. Tukiachana na hii self conflict ya makocha wenyewe sasa hivi wanavyopigana nafsini mwao, unafikiri katika mchezo wa siku ya kesho wale wachezaji ambao walipata nafasi katika vilabu vyetu hivi vya Yanga na Simba, kwa maana ya kwamba akina Duchu, akina Mbegu, akina Vedastus, lakini tukienda kule Young Africans tuna vijana wale ambao sasa akina nani wa Zanzibar wapewe nafasi pia kwa siku ya kesho, ili kwa heshima ile ya muungano. Sio rahisi. Yani dabi kuna wakati akina Kijiri walipata nafasi wakajifunga bwana. Alafu ikaje? Watu wamekuwa na usiliazi sana kwenye hizi mechi. Yani ukategemea labda Masinde yule beki unaweza kumpa nafasi kutesti laza dabi, lakini niamini mimi dabi ni kitu serious sana. Watu wamekuwa wako makini mno, kwa sababu unaweza kaamua kweli nianzishe Vedastus Masinde. Kuna hiyo beki juzi amecheza hapa Simba, amecheza vizuri licha kuperform vizuri. Dabi imekuwa na pressure kubwa sana. Imagine unakwenda kukutana wachezaji kama Pakome,
akina Alan Okello wanakuja kama nyuki wakati wote. Kwa hiyo kina Damaro, lakini pia Alibase Gea ni Seura. Unapokuwa umepanga kikosi ambacho wengine wanakwenda kutumia platform kujifunza, inakuwa ni jambo gumu zaidi. Kwa hiyo ni dabi ambayo nategemea kuona kila mwalimu atatamani kuweka kikosi chake cha kwenda kumpa mafanikio. Bana, leo UEFA Champions League PSG dhidi ya Bayern Munich. Tunakutana saa 4 kamili za usiku. Kukiangalia nani ambaye atatanguliza mguu mmoja kwenda mimi kwa mwanangu Bayern Munich yupo Olise pale.